Naam, ni wakati wa kujua yaliyojiri kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Tuanze na habari za michezo kitaifa. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo umeweka wazi kuwa mfumo wa ukataji wa tiketi mtandaoni uliotumika kuingia kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, mchezo wa ngao ya jamii, upo katika majaribio kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Zaidi na mwanamichezo wetu. Taarifa hiyo imetolewa na Naibu Waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hamisi Mwinjuma, mara baada ya kumalizika kwa mchezo wa ngao ya jamii uliowakutanisha wababe wa soka la Tanzania, Yanga na Simba, uliochezwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, ambapo amesema kuwa mfumo huo upo katika majaribio kuelekea mashindano ya AFCON kwa mwaka 2027, kwani ndio mfumo utakaotumika kukata tiketi kwenda kushuhudia michezo hiyo. Mfumo wa mapato uliotumika kwa watu kuingia uwanjani, kukata tiketi na kuingia uwanjani ni mfumo ambao tunafanyia majaribio kuona kama tunaweza kuutumia kwa ajili ya AFCON. Ni mfumo ambao ulitumika kwenye AFCON iliyopita uliofanyika Morocco, na naweza kukwambia sasa hivi kwamba mpaka mara ya mwisho naangalia idadi ya tiketi na fedha zilizoingia zilikuwa takriban milioni 240 na kitu, ukilinganisha na mechi ya mwisho ya Yanga na Simba kwenye uwanja huu Amani ambayo iliingiza milioni 27. Kwa hivyo unaweza kupata picha jinsi ambavyo tumefanikiwa. Kwa hiyo mambo mawili kwenye maamuzi yetu, kwa sasa hivi tuna usaidizi wa video, lakini kwenye mapato tunafanyia majaribio mfumo ambao kwa hali yoyote utakuja kutumika katika siku za usoni kwenye mashindano mbalimbali yakiwemo ya AFCON ambayo tunaiandaa kwa kushirikiana na Kenya na Uganda mwakani. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Chama cha mabondia wa ngumi za kulipwa Tanzania TPBA kwa kushirikiana na TPBRC pamoja na BMT wakutana kufanya tathmini pambano la bondia la Dar Boxing Derby lililofanyika Julai 24 mwaka huu, ambapo pambano kuu liliwakutanisha Juma Choki na Tony Rashid, ambapo bondia Juma Choki aliibuka na ushindi wa pointi, jambo ambalo liliibua sintofahamu kwa kile kinachodaiwa kuwa una upendeleo. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwenyekiti wa TPBA Kisua Mwabaka ambaye anajulikana kuwa ni bondia msomi, amesema wamekutana kwa lengo la kupitia na kufanya tathmini ya pambano hilo na kuweka wazi hatua walioichukua kwa sasa. Ile mechi itaangaliwa, kama kumetokea tatizo lolote huenda mechi isibadilishwe, lakini wakachukuliwa hatua majaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo TPBRC, na TPBRC wako makini sana kwa kuendea hao maswala, lakini tu watu waelewe kitu kimoja: kama tutatoa nafasi ya kila mechi kilitokea matatizo tunaikanseli, tunabadilisha matokeo, itakuwa ni shida sana. Na kama katibu alivyowahi kuzungumza siku moja kwamba hauwezi kukaa tu ofisini unakula karanga alafu unabadilisha matokeo ya mtu ambaye ametoka jasho raundi 10. Kwa hiyo ile mechi itaangaliwa, ikishaangaliwa kama kutatokea kwamba kuna sintofahamu yoyote au kuna ujanja wote ambao umetokea, huenda ikatokea adhabu kwa majaji. Chama cha waandishi wa habari za michezo nchini kimeandaa kampeni maalum itwayo AFCON Kitaa 2027, ikiwa ni sehemu ya hamasa na kuandaa Watanzania kuelekea mashindano ya AFCON 2027 yatakayofanyika katika nchi za Tanzania, Kenya na Uganda kupitia mpango wa pamoja wa BID. Kampeni hiyo inatarajiwa kufanyika Oktoba 30 mwaka huu jijini Dar es Salaam, ikiwa na lengo la kuwafikia watu wa makundi mbalimbali, ikiwa na lengo la kuhamasisha Watanzania wote kutambua fursa zilizopo kupitia mashindano hayo na kuongeza hamasa. Hii ni kwa ajili ya kujenga uelewa kwa wananchi, watu wa makundi mbalimbali kuhusiana na fursa ambazo zitapatikana kwenye michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ambayo itafanyika mwakani hapa kwetu, tukiwa Tanzania tunaandaa kwa ubia na nchi za Uganda na Kenya. Kampeni hii itahusu zaidi watu wajasiriamali, itahusu wanahabari wenyewe, itahusu vijana, itahusu wafanyabiashara mbalimbali, itahusu pia na makundi mengine ya kijamii ambayo sikuweza kuyataja, lakini tunataka, dhamira yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba swala la AFCON lifike katika kila eneo la nchi yetu na kila mtu aione hiyo fursa kuhusiana na mashindano ya AFCON.
Kiyombo FC imetawazwa kuwa mabingwa wa Polisi Cup 2026 katika kata ya Mitundu baada ya kuicharaza timu ya Homeboys ya mji mdogo wa Mitundu kwa jumla ya mabao 5-1. Mchezo uliopigwa katika uwanja wa michezo wa Msikiti uliopo mji mdogo wa Mitundu, wilaya ya Manyoni. Tupate taarifa zaidi. Magoli ya mabingwa hao wa mwaka 2026 yalipatikana kunako dakika za 25, 30, 38, 55 na 67, wakati magoli ya Homeboys yalipatikana kwa njia ya penalty. Jambo la kumshukuru, tumemaliza mchezo salama. Wanaosema sio kubali kushinda si mshindani. Tunajipanga katika wakati mwingine tutafanya vizuri zaidi. Ushindi wetu ni mazoezi na kusikiliza walimu ndio wanatuelekeza kufikia mchezo wa leo. Ushindi wa kwanza ni 600,000 pamoja na pea moja ya jezi. Ushindi wa pili ni 400,000. Akikabidhi zawadi kwa washindi wa mashindano hayo, mkuu wa kituo cha polisi kata ya Mitundu ASP Oswald Monthari akasema kwamba lengo la mashindano hayo ni kuifanya jamii kuwa karibu na jeshi hilo. Kwa nini tumeita Police Cup? Yaani ni kwa ajili ya kuweza kuwachukua wanajamii, kuwaweka karibu na polisi ili kuweza kuzuia nini? Uhalifu. Uhalifu huko ni wa aina nyingi, lakini kwa njia hii ya michezo tunaweza kuzuia kwa utoaji wa taarifa, lakini hata mtu kama alikuwa na hamu ya kufanya uhalifu ataacha, akasema ngoja nikajiingize kwenye shughuli ya michezo ili niweze kuweza kupata kukuza kipaji na kuweza kupata kipato. Mzamini mwaka jana na pia nimezamini. Sasa leo hii natoa zawadi kwa waliofunga magoli. Kila goli moja litatoa shilingi 5,500. Kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni maana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Asante Jumbe Ismail kutoka huko mkoani Singida. Na sasa tunapata kibali cha kwenda kuyangaza yale ambayo yamejiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya PSG wametoa ubingwa wa UEFA Super Cup baada ya kuwafunga mabingwa wa Europa League Aston Villa kwa mabao 2-1 katika mchezo uliochezwa usiku wa jana mjini Salzburg nchini Austria. PSG ilianza kwa kasi na kupata bao la kuongoza kupitia kwa nyota wao Visca Kvaratskhelia dakika 20 kabla ya Aston Villa kusawazisha kupitia kijana Bryan Majo dakika za mwisho za kipindi cha kwanza. Katika kipindi cha pili, Deze Due alifungia PSG bao la ushindi dakika ya 61 na kuihakikishia timu hiyo inabeba tena taji hilo kwa mara ya pili mfululizo. Ushindi huo unaifanya PSG kuwa miongoni mwa klabu chache zilizowahi kutwaa ubingwa wa Super Cup mara 2 mfululizo, huku kocha Luis Enrique pia anaendelea kuongeza idadi ya mataji yake akiwa na PSG akifikisha mataji 13 katika kipindi cha miaka 3 aliyoihudumia katika jiji hilo la Paris. Kwa ushindi huo, PSG inaendelea kujenga utawala wake katika soka la Ulaya baada ya mafanikio makubwa katika miaka ya hivi karibuni. Kuchezwa kwa mchezo wa Super Cup ni kiashiria cha kuanza kwa msimu mpya wa kimashindano wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, Conference League na UEFA Conference 2 League. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Na asante Juma Mohamed, na ndivyo ambavyo anatamatika kwenye habari za michezo kimataifa, na ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwenye habari za michezo na burudani. Na hivyo ndo tunatamatisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Esther Mtebe na kuacha na utabiri wa hali ya hewa. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa hii leo. Jina langu ni Joakim Peter. Kwa usiku wa leo, hali ya ukavu na ubaridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 10 katika mkoa wa Mbeya. Kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Nyasa na kusini mwa ziwa Tanganyika. Lakini kwa upande wa kaskazini mwa ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Lakini kwa pwani ya kaskazini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Kwa pwani ya kusini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Mamlaka ya hali ya hewa inatoa tahadhari ya uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali
unaokadiriwa kufika kilomita 50 kwa saa na mawimbi makubwa yanayokadiriwa kuzidi mita 2 kwa pwani ya kusini. Hivyo wananchi pamoja na watumiaji wa bahari katika maeneo haya mnashauriwa kuzingatia tahadhari hii. Kwa pwani ya kaskazini, mamlaka ya hali ya hewa inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unaokadiriwa kufika kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayokadiriwa kufika mita 2. Hivyo wananchi na watumiaji wa bahari katika maeneo haya mnashauriwa kuzingatia angalizo hili. Kwa ziwa Victoria, ziwa Nyasa pamoja na kusini mwa ziwa Tanganyika, mamlaka ya hali ya hewa inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unaokadiriwa kufika kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayokadiriwa kufika mita 2. Hivyo wananchi na watumiaji wa ziwa mnashauriwa kuzingatia angalizo hili. Kwa siku ya kesho, katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Hadi kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante kwa kuwa nami na kwa heri.